For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2020. Nguvu. Somo letu la leo linasema nini? Nguvu ya siri. The power of secret. Nguvu ya siri. Kuna nguvu kubwa sana katika siri. Mtu anapokufunulia siri yake ya mafanikio katika biashara na katika maisha, amekupa utajiri. Nguvu ya siri. Kuna nguvu kubwa sana kwenye siri. Na ndio sababu Mungu anawapa watu hekima kwa siri, anawapa ufahamu kwa siri, anawapa maarifa kwa siri, anawapa mafunuo kwa siri. Na siri ni mafunuo. Kwa hiyo sasa hivyo vitu Mungu anawapa watu kwa siri. Kwa nini anawapa kwa siri? Kwa sababu ni vitu ambavyo sio kila mtu anatakiwa kuwa navyo. Kwa sababu Mungu alipoumba mbingu na nchi, ilianza na giza, ilianza na utupu na ukiwa. Tutapita kwenye maandiko yafuatayo. Tutaangalia kwenye Kumbukumbu la Torati 29. Tutaangalia kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 6. Tutaangalia kwenye Zaburi ya 25 mstari wa 14. Tutaangalia kwenye Isaya 45 sura ya 3 na Isaya 45 mstari wa 3 na mstari wa 19. Tutaangalia kwenye Mathayo sura ya 13 mstari wa 11 na wa 17. Tutaangalia kwenye Luka 10. Luka sura ya 8 mstari wa 10 na wa 11. Tutaangalia kwenye Mhubiri sura ya 12 mstari wa 14. Tutaangalia tena kwenye Mathayo 12:36. Tutaangalia kwenye Waefeso sura ya 3 mstari wa 4. Tutaangalia kwenye Zaburi 44:21. Tutaangalia kwenye Daniel sura ya 2 mstari wa 28. Tutaangalia pia kwenye Danieli 2:19, alafu tutaruka tena mstari wa 28. Tutaangalia kwenye Methali sura 25 mstari wa 9. Pia tutaangalia kwenye Methali 11 mstari wa 13.
Tutaangalia kwenye Marko sura 4 sura 11. Tutaangalia kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 26. Tutaangalia kwenye Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Tutaangalia kwenye Luka 10:24. Tutaangalia kwenye Mathayo nguvu ya siri. Siri ndio kila kitu. Nitakupatia na maandiko mengine mbele ya safari. The power of secret, nguvu ya siri. Nguvu ya siri. Kwa sababu Mungu anawapa watu wanaomtumikia vitu wanavyovihitaji kwa siri. Siri ni neno kubwa sana. Neno dogo sana lakini lina maana kubwa sana. Kwamba kila mtu aliyofanikiwa duniani ana siri yake. Na ukitaka kujua kila mtu aliyofanikiwa duniani ana siri yake, ni kwa nini watu wanaowafundisha hawafanani na yeye? Kwa nini huyu mtu amefanikiwa kwenye eneo fulani na anafanya seminar, anafundisha watu, kwa nini ana watu wanaofanana nao? Ni kwa sababu ana siri atake kuwaambia wale watu. Lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake siri yake. Kwa hiyo lazima uangalie kitabu cha Agano Jipya. Agano Jipya Yesu anatoa siri ya biashara na siri ya maisha kwa ujumla. Ukisoma Agano Jipya, vile vitabu vinne vya Yesu, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Yesu anatoa siri ya biashara na siri ya maisha kwa ujumla. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Anatoa siri ya maisha. Siri ya maisha, kodi yake, namba ya siri ya maisha, code number. Code number ya siri ya maisha ni 61133. Hii ndio code number 61133. Hii ndio code number ya maisha. Ni Mathayo 6:11 na Mathayo 6:33. Hiyo ndio siri, ndio code number ya maisha. Ndio kitu ambacho Yesu alichowaambia wanafunzi wake. Agano Jipya lote limetawaliwa na hiyo mistari miwili. Hiyo ndio siri ya maisha pamoja na biashara. Code number 61133. Tutaangalia maandiko mbele ya safari. Kwa lazima uangalie kwamba kila kitu kina siri yake. Kila kitu kina siri. Kila mtu aliyefanikiwa na siri yake. Sara ni kwamba akwambia alifikaje hapo alipofika, na wewe utafika. Na siri ya mtu ya mafanikio ya miaka 20, miaka 30, miaka 40, huwezi kumweleza mtu kwa dakika 2. Itachukua muda. Mtu akueleza alikopita mpaka akafika hapo alipofika, itachukua muda. Kwa hiyo sasa kila kitu duniani kina siri. Hebu tuende kwenye maandiko. Tuangalie maandiko. Tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema nini? Tazama,
wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Mungu anajulisha watu hekima kwa siri. Anakujulisha hekima kwenye ndoto. Hakuna mtu mwingine anajua hicho kitu. Anakujulisha hekima kwenye ndoto. Anakujulisha kitu kwenye ndoto. Ni wewe tu ndio unajua, na Mungu. Suleiman alijulisha hekima kwa siri kwenye ndoto. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba unahitaji neno la siri. Siri ni ufunguo wa kufungua biashara na kufungua maisha. Watu wote ambao hawafanyi vizuri kwenye maisha yao hawana neno la siri ambalo wamesikia kutoka kwa Mungu. Kwa sababu neno la siri ni neno la Mungu. Kwa sababu neno la siri neno la Mungu. Neno la mwanadamu sio la siri. Neno lolote mwanadamu atakalo kuambia sio la siri. Ameshamwambia mtu mwingine na mwingine. Neno la Mungu umeambiwa wewe tu. Mungu hana photocopy machine. Mungu ha duplicate. Mungu ha copy vitu. Mungu vitu vyake vyote ni original. Kila atakachokitamka ni original. Kwa hiyo sasa watu wote ambao wafanye vizuri hawajasikia neno la siri kutoka kwa Mungu. Mungu anamwambia Joshua, uwe hodari na moyo ushujaa. Tayari neno la siri. Mungu akishasema umeshakuwa, uwe hodari na moyo ushujaa. Mungu akasema, Yesu anasema pokea kulingana na kiwango cha imani yako. Pokea uponyaji wako kulingana na kiwango cha imani yako. Tayari umeshapokea. Akishakwambia pokea kulingana na kiwango cha imani yako, umeshapokea. Mungu akisema uwe hodari na moyo ushujaa, umeshapokea. Mungu anamwambia Danieli, nimekutokea sasa nikupe akili upate ufahamu. Tayari ameshapokea. Ameshapokea. Hilo ni neno la siri. Danieli alimwomba Mungu ampe akili apate ufahamu. Danieli 9:22. Sasa kuna neno la siri ambalo unatakiwa usikie. Yesu anawaambia wanafunzi wake, go, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Sasa hilo neno la siri, go, neno la siri. Ukishaambiwa go, tayari ameshakabilisha kila kitu chako. Chakula, malazi, kila kitu. Sasa kuna neno la siri ambalo unatakiwa ulisikie. Na utalisikia kupitia neno la Mungu. Ukisoma Biblia, ukisoma neno la Mungu, utapata neno lako la siri. Mtumishi wa Mungu aliambiwa, lisha kondoo wangu. Tayari neno la siri. Neno la siri. Lisha kondoo wangu. Hilo neno la siri. Kwa hiyo sasa lazima utafute neno la siri, sio kutafuta fedha. Watu wengi wanakosea, wanatafuta fedha. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kutafuta neno la siri. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kutafuta neno la siri ambalo Mungu atakwambia fanya kitu fulani. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kutafuta neno la siri. Kwa hiyo unahitaji neno la siri. Neno la siri ndio ufunguo wa kufungua biashara na kufungua maisha. Kufungua kujitoa kifungoni. Kuna watu wako kifungoni, vifungo vya umaskini, vya magonjwa, wako vifungoni, vifungo mbalimbali. Sasa mpaka utakapopata neno la siri. Kwa mfano leo tunapita kwenye changamoto ya corona, bado neno la siri halijatoka. Likitoka tu neno la siri, tunapata chanjo. Mtu mmoja tu Mungu anampa neno la siri. Anamwambia chanjo ya corona ni kitu fulani. Biashara imeisha. Tayari neno la siri. Na Mungu akipitisha neno la siri kwako, unakuwa bilionea na dunia inakujua wewe ni nani. Kwa hiyo kila mtu duniani utasikia anakuambia nilisikia sauti na naambia kitu fulani, nisikiaga kitu fulani. Mwingine anasema machare yalinicheza. Kumbe kapewa neno la siri, shuka kwenye hilo gari linaenda kupata ajali.
Akasema machale amemcheza, amepewa neno la siri, amepewa ajali. Mungu hakupi neno kamili, anakuambia tu ajali. Full stop. Hakuambii sentence. Mungu akupi sentence ya kitu, anakuambia tu ajali. Full stop. Ameshamaliza. Ujue kabisa kwamba shuka kwenye hilo gari. Kwa hiyo neno la siri, Yesu anasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno la siri linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu ni neno la siri. Kila kitu Mungu atakachokitamka neno la siri. Kwa hiyo Daudi anasema, tazama wapendezwa na kweli leo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Tazama utanijulisha hekima ya biashara kwa siri, utanijulisha hekima ya ndoa kwa siri, utanijulisha hekima ya huduma kwa siri, utanijulisha hekima ya kazi kwa siri. Mungu anakujulisha hekima ya kitu fulani kwa siri, kwa sababu kila kitu unachokifanya kinahitaji hekima. Kinahitaji hekima. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani utakavyo muomba Mungu akupe siri. Mwambie akupe siri ya ndoa, akupe siri ya malezi, akupe siri ya biashara, akupe siri ya huduma, akupe siri ya kazi. Mwambie Mungu akupe siri ya kupata kazi, kwa sababu kuna siri ya kupata kazi. Kuna siri ya kufungua biashara, kuna siri ya kuanzisha kampuni. Kuna siri ya kitu fulani ambacho unataka kukifanya. Kwamba lazima uhakikishe kwamba unachokihitaji wewe ni siri. Mungu akishakupa siri ya kitu fulani unachokihitaji na maisha yako yabadilika. Ni kwa nini leo hii watu wengi sana duniani hawafanyi vizuri? Kwa nini kuna mtu unakuta ana biashara 4, 5, 6, 7 na zile biashara hazifanani? Kwa sababu kuna biashara zinazofanana. Kwa mfano unalima ngano, ukiwa unauza mandazi, ukiwa unauza chapati, ukiwa unauza mikate, hizo ni biashara moja hiyo. Kwa sababu kila kitu kinatokana na ngano. Sasa kwa hiyo unakuta mtu anafanya biashara 10 hazifanani kabisa. Hazifanani. Sasa ni kwa sababu hana siri ya biashara. Ukipata siri ya biashara, ubadilishe biashara. Ukipata siri ya biashara, ubadilishe biashara. Leo hii Coca-Cola ana siri ya biashara. Coca-Cola hajawahi kubadilisha biashara. Coca-Cola hashindwi kufungua benki. Toyota hashindwi kufungua benki. Ni kwa nini hajabadilisha biashara? Ana siri ya ile biashara. Ana formula ya ile biashara. Kwa sababu abadilishi biashara. Sasa mtu unakuta ana biashara ambazo hazifanani, ziko chotara. Biashara chotara. Ni kama mtu ana mtoto amezaa na Muhindi, kazaa na Mzungu, kazaa na Mwafrika, kazaa na Mchina, ana watoto chotara. Sasa lazima uangalie ni kwa sababu hana siri. Kila kitu anajaribu kugusa, anajaribu kushika hicho, anajaribu kushika hicho, mpaka utakapopata siri ya kitu fulani, utastick, utafocus kwenye kitu kimoja, utasimama kwenye kitu kimoja, na utaona unakuwa, biashara zinakuwa, vitu vinakuwa, na watu wanakushangaa, kwa nini huyu mtu anafanikiwa kiasi hiki? Kwa sababu ana siri kwenye ile biashara. Kwa hiyo kuna nguvu ya siri. Watu wanatafuta pesa baada ya kutafuta siri. Tafuta siri ya biashara fulani, tafuta siri ya kazi fulani, tafuta siri ya huduma fulani. Tafuta. Kwa hiyo lazima ujitahidi utafute siri ya kitu unachokihitaji. Kwa fahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Somo letu la leo linasema nini? Nguvu ya siri. Kuna nguvu kubwa sana katika siri. Mtu akikupa siri yake ya mafanikio, tayari naona fanana kama yeye. Yesu aliwapa wanafunzi wake siri yake ya mafanikio, wakafanana kama yeye, wakawa wanaongea kama yeye, wanakula kama yeye, wanatembea kama yeye, kila kitu. Kwa hiyo sasa lazima na wewe pia, watu wengi wanaficha siri. Mtu unamuuliza umenunua wapi mzigo, hayuko tayari kukuambia amenunua wapi. Anakuambia nitume mimi nikakuletea, hataki kutoa siri. Kwa sababu siri ni mafanikio. Secret is a success. Tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth.
Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 4 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 4 na siri za Kristo katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango kujifunza. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth na mwaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha katika majira ya saa 4 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Utupe akili ya Kristo, tupate siri za Kristo katika jina la uweza Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tunaendelea na somo letu linasema the power of secret. Okay, the power of secret. Kuna nguvu kubwa sana ndani ya siri. Mtu anapokupa siri ya mafanikio yake, anapokupa siri ya maendeleo yake, anapokupa siri ya ndoa yake, siri ya biashara yake, na unafanana kama hiyo. Na ni sababu kuna neno siri. Neno siri. Hebu tuangalie Kumbukumbu la Torati 9:9. Kumbukumbu la Torati 29 mstari 29. Neno la Mungu linasema nini? Mimi nataka tu uelewe kwamba watu wote waliofanikiwa duniani, kila mmoja ana siri yake. Hakuna mtu ambaye ana siri. Kila mtu aliyofanikiwa. Na siri inatoka kwa Mungu. Neno ambalo mwanadamu atakwambia sio siri, ameshamwambia mtu mwingine, ameshamwambia baba yake, mama yake. Siri ni Mungu anakuambia mwenyewe. Mungu ndiye alikuwa anajua peke yake kwamba Daudi atakuwa mfalme. Baba yake Daudi, Yese, alikuwa ajui Daudi atakuwa mfalme. Alikuwa ajui hiyo siri ya ufalme wa Daudi. Ni Mungu alikuwa anajua kwamba anayejua siri yako wewe, maisha yako ya kesho, anayeweza kutabiri maisha yako ya kesho ni Mungu peke yake. Hakuna mwanadamu anaweza kutabiri maisha yako ya kesho. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba siri yako wewe, aliyebeba siri yako ni Mungu. Aliyebeba siri yako ni Mungu. Kwa lazima ujue kabisa kwamba usitafute fedha. Na tumesema code number ya mafanikio ambayo Yesu aliitoa. Kwa sababu ukisoma vitabu vile vinne vya Yesu alitoa siri ya mafanikio kwenye biashara na kwenye maisha. Ndio siri alitoa. Code number yake ni 6:11:33. 6:11:33. Hiyo ndio code number. Tutaongelea baadaye. Ndio code number. Hiyo ndio inayoongelea maisha yote ya Yesu hapa duniani, kilichomleta Yesu hapa duniani. Code number 6:11:33. Hiyo ndio code number. Kwamba kila mtu ana code number yake ya mafanikio. Anajua kwamba kuna kitu fulani. Ukiangalia kila nchi duniani ina area code. Tanzania ni 255, Marekani ni 01. Kila nchi ina code. Kenya ni 254. Kila nchi ina code. Sasa lazima uwe na code number ambayo itakutoa hapo ulipo. Kila mtu ana namba yake. Kwa hiyo sasa kama hujagundua namba yako, tumia ya Yesu. Kwa sababu ya Yesu ni universal, mtu yote anaweza kutumia. Ni kwa mfano leo baba yako akutengeneza jina
Leo mtoto wa Mandela akienda mahali popote duniani anapewa heshima kwa sababu ya jina la baba yake. Mtoto wa kiongozi yote mkubwa duniani akienda nchi yote anapewa heshima na ulinzi wa serikali ya husika kutokana na jina la baba yake. Sasa wewe kama baba yako akutengeneza jina ambalo linakupa ulinzi, tumia jina la Yesu. Hilo jina ni universal, mtu yote anaweza kutumia. Mtu yote yule anaweza kutumia jina la Yesu. Baba yako kuandalia jina. Kwa sababu jina la Yesu ni password ya kuingilia ufalme wa mbinguni. Jina la Yesu ni password ya kufungua biashara. Jina la Yesu ni password ya kupata kazi. Jina la Yesu ni funguo, inafungua milango yote. Hakuna mlango ambao jina la Yesu hafungue. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie kwamba unahitaji neno la siri. Ukienda benki wanakuambia neno lako la siri. Ukitaka kufungua kwenye YouTube, ukitaka kufungua utakwambia weka neno lako la siri. Ukienda kwenye Facebook neno la siri. Ukienda TRA wanakuambia neno lako la siri. Kila mahali ukienda wanakuambia neno la siri. Sasa na ile neno la siri kama alipo hausaidii. Ukitaka kutoa hela benki kwenye ATM wanakuambia weka neno la siri. Hujaweka neno la siri kwenye email hujaweka haifunguki. Sasa neno la siri ndio ufunguo. Ndio funguo. Sasa unakuta leo una password ngapi? Una neno la siri, maneno ya siri mangapi kwenye vitu vyako? Sasa hivi tunakoelekea itakuwa, kwa sababu neno la siri ni ufunguo unaofungua vitu ili uweze kuingia ndani. Sasa hivi kuna magari ambayo lazima uweke password ndio ufungue. Kuna magari ambayo uweke password ndio, au uweke fingerprint, alama za kidole ndio ile gari ifunguke liweze kuondoka. Sasa uweze kuamini kwamba nguvu ya neno la siri, nguvu ya ufunguo. Neno la siri ndio ufunguo. Gari kubwa kama Scania, lakini ile gari siri yake ni ufunguo. Na ile gari limewekwa kwenye mfuko wa mtu. Ule ufunguo ukipotea ile gari aliondoka pale. Undio nguvu ya ufunguo. Ufunguo ukipotea unalala nje. Unalala nje au uvunje milango. Kama milango ni ya grid, lazima ulale nje. Tafute mahali pa kulala. Ni kitu kidogo lakini kitu kilichobeba maisha ya kila kitu. Sasa leo unapokuwa hauna neno la siri, usitegemee kufanikiwa. Taishi kwa chakula cha msaada. Yaani wakati Mungu anasaidia kwa Kristo, watu wa madhehebu yote na wao wanasaidika. Yaani kama vile unavyoona jua likitoka ni kwa kila mtu. Lakini watu ambao wako special, wote wana neno la siri. Kuna kitu Mungu amewaambia. Kuna kitu wanachokijua ambacho hakuna mtu mwingine anakijua. Na amwambii mtu yote hicho kitu. Kama lazima ujue. Nimejaribu kuangalia, kuna watu wanafundisha forex, wanafundisha seminar mbalimbali, network marketing, wanafundisha vitu vingi tu. Wana seminar kwa sababu wanapata watu, kuna wachungaji wana makanisa makubwa. Ni kwa nini miaka yote ambao wamefundisha hakuna watu wanaofanana na wao? Ni kwa sababu hawataki kutoa siri ya wao kufika pale walipofika. Kwa sababu haiwezekani wao wanatengeneza mabilioni ya pesa kwenye forex, kwenye stock exchange, sehemu mbalimbali. Una kanisa kubwa, una biashara kubwa, unafanya seminar, unawafundisha nini? Mbona uwafundishi siri? Wapi siri ya wewe kufika pale ulipofika? Miaka na miaka unafundisha, lakini hakuna watu wanafanana na nani? Na wewe. Hakuna mtu anafanana na wewe. Hakuna mtu anasema nimekuwa bilionea kama bwana kwa sababu alinipa neno la siri. Kwa nini watu wafundishe siri? Wanafundisha tu maelekezo na maelezo. Wanakuambia tunataka kufanya kitu fulani kitatokea. Lakini hapana. Kuna kitu ambacho kinasababisha yule mtu kuwa jinsi alivyo, lakini hataki kusema. Watumishi wote wakubwa duniani, wote unaowaona wa Mungu, kuna siri wamepewa. Ukitaka kujua kuna siri, Mungu alipa siri Musa. Lakini wakati Musa anakaribia kufa, Mungu alimwambia hiyo siri muhamishie nani? Joshua. Akamwambia mwekee Joshua nini? Mkono. Akamhamishia Joshua siri yote. Siku Elia anataka kunyakuliwa. Elisha alimwambia nipe siri ya upako wako. Nipe siri ya nini? Mara 2. Alikuwa anajua jamaa na siri, ana upako na siri. Sasa anaomba nipe mara 2. Akamwambia ukiona ananyakuliwa utaupata. Kwa sababu kila mtu anajua kwamba jamaa na siri. Unaona? Sasa haiwezekani
Wakati Yesu anaondoka akamwachia siri yake nani? Petro. Kwa Petro, nakuachia mikoba hii. Petro akaanza kufanya kama hiyo. Sasa lazima ukae chini ujiulize kwamba huyu mtu amesikia kutoka kwa Mungu kwa misingi gani? Alikuwa anamtumikia Mungu. Mungu akampa siri. Na ndio sababu kwenye huduma kama hii sisi tunachoamini tunategemea kupata siri ya Mungu muda wote kuanzia sasa hivi. Kwa sababu tutamtumikia Mungu mpaka Mungu atupe siri. Na Mungu akishatupa siri, huduma inabadilika. Kwa sababu kuna kitu kidogo tu Mungu anakuambia 1, 2, 3 fanya hivi. Tayari biashara yako imeisha. Lakini lazima utumike. Na sio chini ya miaka 10. Kwa sababu tulitoa miaka 10 ya kutafuta siri ya Mungu. Kwanza unajifunza, kwa sababu Mungu hampi mtu siri mtu mjinga hata siku moja. Kwa sababu hakuna mlokole ameshaye kutoa shuhuda kanisani Mungu amempa shilingi milioni 100. Mungu hawezi kumpa mtu mjinga hela hata siku moja. Mungu hampi mtu mjinga hela. Kumpa mtu mjinga hela ni kama kumpa sumu. Ni kama vile mtoto mdogo anakuomba umpe gari, mtoto miaka 7 umpe gari aende nalo shuleni. Umempa jeneza, kweli uongo? Unaenda kumuua. Mungu afanye ujinga hata siku moja. Kwa hiyo Mungu anambariki mtu mwenye ufahamu na maarifa. Kwenye kitabu cha Methali sura 3 mstari wa 13 inasema Mungu anambariki mtu mwenye ufahamu na maarifa. Lakini tofauti na hapo, twende kwenye maandiko tuangalie jinsi gani Mungu siri. Ukisikia siri ni mali ya Mungu. Siri ni ya Mungu. Siri sio ya wanadamu. Siri ni kitu ambacho Mungu anakupa. Kinabadilisha historia ya maisha yako. Yaani kwa mfano Mungu akupa siri leo, anakupa tu miezi 3. Historia ya maisha yako imebadilika. Tuangalie kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29. Neno la Mungu linasema nini? Mambo ya siri ni ya Bwana. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Anasema mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Siri ni ya Mungu. Siri ni ya Mungu. Kwamba kama unajua siri ni ya Mungu, tumikie Mungu. Atakufunulia siri. Atakufunulia siri. Kwa sababu unachohitaji sio hela. Unahitaji Mungu akufunulie neno moja tu. Akufunulie kitu kimoja tu. Akwambie pokea hekima. Biashara ibadilike. Akikufunulia siri kwenye neno la hekima, kila kitu kimebadilika. Kila kitu kimebadilika. Lakini kuna gharama ya kulipa ili uweze kufikia kwenye hicho kiwango cha kupata siri ya Mungu. Kwa sababu kila siri ni za Mungu. Kwa sababu anajua kwamba wewe unaumwa nini, anajua utakufa lini, anajua utazaliwa lini, anajua maisha yako ya kesho, anajua utakuwa nani. Hiyo ndio siri ya Mungu. Na ni sababu Mungu hawezi kumfunulia mtu kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Mungu anakufunulia kidogo kidogo tu ili uweze kukua naye. Tofauti na hapo ni kama Daudi alisema unijulishe hekima kwa siri. Mungu hawezi kukupa full kwa siri, na maana akupe kidogo kidogo. Kama jinsi unavyokuwa. Unakuwa kidogo unaziacha nguo zako kidogo unaacha viatu vyako vya utotoni kidogo unaanza kuvaa viatu tofauti, nguo tofauti. Unakuwa kwa siri. Kwamba siri inakuja kidogo. Na lazima ujue hilo. Jinsi unavyomtumikia Mungu, anakupa siri kidogo, anakufunulia kidogo tu. Peji moja anakufunulia peji ya pili, peji ya 3. Hivyo na maisha yanabadilika. Sasa kuna watu wanataka kufunguliwa kitabu kizima kwa siku moja. Mungu afanye hivyo. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Isaya 45. Isaya 45 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema nini? Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu. Mimi ni Bwana.
nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli, nitakupa hazina na mali zilizofichwa mahali pa siri. Mungu atakupa hazina na mali zilizofichwa mahali pa siri. Kwamba kila kitu ambacho kimefichwa ni kwa ajili ya wale watu wanaomtumikia Mungu. Kila kitu ambacho kimefichwa sirini kwa wale watu wanaomtumikia Mungu. Kwa hiyo ukiwa unamtumikia Mungu, anakupa kile kilichofichwa kwenye eneo la siri, mali iliyofichwa kwa siri. Hebu tuangalie Zaburi ya 25 mstari wa 14. Kila mtu aliyefanikiwa ana siri yake, kwamba lazima, neno la Mungu linasema siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Ndio sababu ukija kwenye Zaburi ya 1 mstari wa 3 inasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Siri ya Bwana iko kwa wale wamchao. Kwamba leo hii una masaa 24 unapomtumikia Mungu, unatafuta siri ya Mungu kwenye biashara, unatafuta siri ya Mungu kwenye maisha, unatafuta siri ya Mungu kwenye ndoa. Na sababu tutakapojaribu kuona kwenye code number ya mafanikio ya 61133, utaona kabisa kwamba wale wanaomcha Mungu tu ndio ambao wanajua siri za Mungu. Kwamba Mungu anataka wafanye nini leo, anataka wafanye nini kesho, wanajua. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba watu wengi sana wanatafuta pesa, wameacha kutafuta siri ya pesa. Mtu anatafuta kazi, ameacha kutafuta siri ya kazi. Siri ya kazi ni nini? Watu wameacha kutafuta kumtumikia Mungu, wanatafuta ajira. Kwa lazima ukijua siri ya jambo fulani. Kwa mfano sisi kwenye huduma, sisi tulijua siri ya kumtumikia Mungu, kwamba Mungu alianza na mtu mmoja. Hii dunia Mungu alianza na mtu mmoja. Hiyo ndio siri kubwa kuliko vitu vingine vyote ambavyo tulifunuliwa. Kwanza kabisa tulianza huduma kwamba fundisha mtu mmoja kwa muda wa miaka 10. Fundisha mtu mmoja tu kwa miaka 10. Sasa nani yuko tayari kufundisha mtu mmoja kwa muda wa miaka 10? Watu wanataka kuanza na makundi ya watu. Hii dunia ilianza na mtu mmoja. Yesu alikuja hapa ni mtu mmoja tu, akaleta mapinduzi yote. Neno la Mungu linakuambia ukiwa na kondoo 100 akipotea mmoja, achana na wale 99, mtafute yule mmoja. Mtu mmoja tu akiokoka, akitubu tu, mbingu zinashangilia. Siri tuliambiwa ni hudumia mtu mmoja. Na mtu yote ambaye anajua siri ya biashara kwamba natakiwa nimhudumie mteja mmoja tu, tayari ile biashara inakuwa. Kwa sababu ukiweka nguvu yako kwa mtu mmoja, yule mtu mmoja na makundi ya watu, atakuletea makundi ya watu. Hii dunia ilianza na mtu mmoja tu. Leo dunia na watu bilioni 7, acha waliokufa. Sasa ni kwa sababu mtu anajua tu siri ya biashara ni kumhudumia mtu mmoja. Siri ya biashara ni kumpenda jirani yako kama unavyopenda nafsi yako, kumpenda mteja wako kama unavyopenda nafsi yako. Siri ya biashara, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12, Mathayo 7:12, siri ya biashara nasema, Mathayo 7:12, basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Yoyote mtakayotaka kutendewa na watu, watendeeni watu hivyo. Yaani hiyo ndio siri ya biashara. Kila kitu ambacho unataka kutendewa na watu, watendee watu wengine hivyo. Ile andiko limejirudia tena kwenye Luka.
Luka 6:31. Luka 6:31. Neno la Mungu linasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni hivyo hivyo. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni hivyo hivyo. Hiyo ndio siri ya biashara. Ukishajua ile andiko tu, ukishapata hiyo siri, maisha yako yamebadilika. Sasa watu wanatafuta pesa lakini watafuta, mtu atafuta biashara kufanya lakini atafuta siri ya biashara. Siri ya biashara ndio hiyo, kwamba ujue kabisa kwamba unapotaka kufungua biashara, ujipange kwamba kile kitu ambacho unataka kutendewa wewe, watendewa watu wengine. Kile kitu, uza kitu ambacho unakula wewe mwenyewe, uza kitu ambacho unatumia mwenyewe. Kuna watu wanauza vitu ambavyo wenyewe hawatumii. Kweli uongo? Hata familia yake, hizi pombe za paketi, pombe mbalimbali, watoto wao wanakunywa, hawani, lakini wanauza. Kitu ambacho utumii usiuze. Watu wanauza sumu kwa sababu anajua hii ni sumu lakini anauza. Sasa kwa hiyo ukitaka kujua siri ya biashara ni kwamba kitu ambacho unajua hautakitumia usiuze. Na ndio sababu ukipika chakula, kama unaweza kula wewe mwenyewe, unaweza kula kile chakula, una uwezo wa kumuuzia mtu yote. Haijalishi chakula cha aina gani. Ukiweza kupika, unaweza kula wewe na familia yako, unaweza kumuuzia mtu yote. Kwa sababu umepika kwenye kiwango cha wewe kula. Lakini ukifanya kinyume na hapo, haimpendezi Mungu na kuna gharama ya kulipa. Tuangalie Mathayo 13:11. Kila mtu aliyefanikiwa duniani ana siri yake. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Sisi tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwamba kitendo cha kupata fursa ya kujua siri za ufalme wa mbinguni, maana yake nini? Kumbuka miaka ya nyuma kulikuwa hakuna Biblia, mnakumbuka hiyo? Lakini sisi kitendo cha Yesu kuja na kutufundisha, ina maana tumejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Yesu ametoa mifano 27 ya mbinguni. Ametoa mfano wa mpanzi, ametoa mfano wa mbinguni kama mkulima, ametoa mfano wa aliita watumwa wake 10 akawapa mafungu ya fedha. Ametoa mifano mingi sana, 27. Ile mifano yote 27 ni siri ya mbinguni. Ukifuata ile mifano, tayari umeshajua siri ya mbinguni, kwamba mbingu ikoje. Kwa hiyo sasa watu wengi sisi tumejaliwa kujua kabla Biblia haijaja. Watu walikuwa hawajui siri ya ufalme wa mbinguni. Kwa sababu wakati Yesu anaambia wanafunzi wake, walimwambia ufalme wa mbinguni utakuja, ni kitu kinachoonekana, akamwambia hapana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba sisi tumejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Tuangalie kwenye kitabu cha Luka 8 mstari wa 10 na 11. Luka sura ya 8 mstari wa 10 na 11. Neno la Mungu linasema, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ila ukiona ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Sasa angalia, anasema, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano. Wengine wanafundishwa kwa nini? Kwa mifano, kwa mafumbo. Akasema ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Sasa kuna watu, yani wao walikuwa wanafundishwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Hao wengine wote wataona na hawataelewa, na watasikia na wataona na okay, lugha ya Kiswahili. Kuona inasema inasema kwamba wakiona, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Wakiona wasifanye nini? Wasione, na wakisikia wasielewe.
Sasa hizi siri za kuona na ukaelewa tumepewa sisi, kwamba najua nikimtumikia Mungu atabariki chakula changu na maji yangu, ataondoa magonjwa kati yangu. Okay, hiyo ni siri umepewa, kwamba nikimtumikia Mungu atabariki chakula changu na maji yangu na ataniondolea magonjwa. Kwamba siri hapo nini? Kutumika. Hiyo ni siri umepewa. Sasa kwa sisi kitendo cha kupewa Biblia tumepewa siri. Tumepewa siri ya ufalme wa Mungu, lakini watu hawafuati siri. Kwa sababu gani? Leo hii nataka nikupe mfano mzuri utakao kusaidia. Ukienda mjini, kuna vijana wanatengeneza simu. Wanatengeneza simu, si kweli? Barabarani huko tunaona vijana wameweka mafundi wa simu, wameweka meza zao, wanatengeneza simu. Wale vijana wote wanaotengeneza simu, mafundi wote wa simu, waliendaga huko Korea kwenye viwanda vya simu. Siri wametoa kwenye nini? Kwenye vitabu vya nini? Vya simu. Wanatoa siri kwenye vitabu vya simu, kwamba hii simu inafanyaje kazi. Wanasoma vile vitabu vya simu, wanatengeneza simu, kwa sababu siri iko kwenye kile kitabu. Sasa na wewe siri yetu sisi iko kwenye nini? Kwenye Biblia. Siri iko kwenye neno la Mungu. Sasa ukishasoma neno la Mungu unapata siri. Utasikia sauti ya Mungu inakwambia kitu fulani. Utasoma ile neno tu, lile andiko litaongea na wewe. Kwa sababu neno la Mungu li hai. Neno la Mungu liko nini? Hai, linaongea. Kama neno la Mungu liko hai, ina maana linafanya nini? Linaongea. Sasa unakuta usome neno la Mungu, huwezi kusikia sauti ya Mungu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu liko hai. Sasa kama usome, huwezi kusikia chochote kile. Huwezi sikia. Waebrania 4:12 neno la Mungu linasema nini? Nasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu linatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu li hai. Sasa kama usomi, huwezi pata siri. Hilo ni eneo ambalo watu wengi sana wanapata changamoto, kwa sababu kutokusoma neno la Mungu hapati siri. Sababu linaongea, linatambua makusudi ya moyo wa mwanadamu, kwamba unakusudia nini. Neno la Mungu linatambua, kwa sababu neno la Mungu ni Yesu mwenyewe, na Yesu yuko hai. Yesu hajafa, Yesu yuko hai. Kwa hiyo lazima ujue kabisa jinsi unavyosoma neno la Mungu linaongea na wewe. Unaanza kupata siri. Chochote kile ambacho kimefanywa na wanadamu. Kwa mfano leo nataka kujua siri ya kutengeneza magari, kuwa na kiwanda chako cha kutengeneza magari. Ni Mungu anakupa siri. Kama alimpa Toyota, anakupa na wewe. Kama alimpa Benz, anakupa na wewe. Kama alimpa Ford, anakupa na wewe. Ni Mungu anakupa hiyo siri. Sasa utaipataje siri? Kwa kumtumikia Mungu. Kwa sababu unapomtumikia Mungu, tumikia Mungu ili akupe siri. Ni kitu ambacho watu wengine hawakijui. Siri ni kitu ambacho watu wengine hawakijui. Ni wewe na Mungu. Kwa sababu kila mtu aliyefanikiwa duniani ana siri yake. Aidha ya Mungu au ya kidunia, lakini ana siri, ana kitu ambacho kinasababisha yule mtu awe jinsi alivyo. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kwamba siri ni neno la Mungu. Neno la Mungu liko hai na linaongea na wewe. Kwa sababu mtu yote akiwa ana changamoto, anamwomba mtumishi ampe neno la kusimamia. Mtumishi anampa neno, anasema ile neno, na ile neno linamponya. Na siri ni mbegu, kwa sababu neno la Mungu ni mbegu. Luka 8:11 neno la Mungu ni mbegu. Kwamba siri ni mbegu. Siri ni mbegu. Mbegu unaichukua, unaweka chini kwenye ardhi, inaongezeka. Ardhi inaongeza ile mbegu. Weka punje moja ya mahindi, inakupa mahindi 3.
Kila mwezi mmoja una punje 600, punje 1800. Hiyo ni siri. Inaongezekaje? Hiyo ni siri ya Mungu. Hakuna mtu mpaka sasa hivi anajua kwamba kwa nini ukiweka kitu kwenye ardhi kinaongezeka. Wametengeneza mpaka mbegu za kidunia, lakini hawajui kwa nini wakiweka kwenye ardhi. Kwa nini ile mbegu ya kidunia ukiweka kabatini inaongezeka? Ile mbegu ya mahindi ambao unaona, mbegu ya machungwa ambao wanapanda mbegu ya machungwa ambao wametengeneza wao, ambao ukiangalia ndani ya chungwa hakuna nini? Hakuna mbegu. Lakini ile mbegu ile ukiweka kabatini haiongezeki mpaka uweke kwenye ardhi. Usipoweka kwenye ardhi haiongezeki. Ndio hivyo hivyo, usipoweka imani yako kwenye matendo haiongezeki. Lazima imani yako uweke kwenye matendo ili iweze kuongezeka. Kwa sababu usipoweka kwenye matendo imani yako, ile imani imekufa. Ile imani imekufa. Kwa sababu imani ni mbegu. Kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Imani haiji bila kusikia. Imani inakuja kwa kusikia. Kwa sababu imani ni siri. Kwa sababu ukiwa na imani una uwezo wa kuhamisha vitu, kuhamisha milima. Ukahamisha pesa kwenye akaunti ya mtu mwingine ikahamia kwenye akaunti yako. Na unahamishaje pesa kwenye akaunti ya mtu mwingine inahamia kwenye akaunti yako? Unakuja na wazo. Mungu anakupa siri ya biashara. Unauza vitu, watu wanakuhamishia hela, wanatoa hela kwenye akaunti zao, wanakuja kununua kwako. Watu wanatoa hela kwenye akaunti zao, wanakuja kukuletea wewe. Yaani na maana unahamisha hela kwenye akaunti za watu, zinahamia kwenye akaunti yako. Unawauzia ile huduma, unawauzia ile bidhaa. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unahitaji neno moja tu la siri. Kwa sababu Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno la siri linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Kila neno la siri linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Maisha yako yanabadilika. Maisha yanabadilika. Kuna gharama ya kulipa. Ukitaka upewe ufunguo wa gari mahali popote, kuna gharama ya kulipa. Kweli uongo? Ukienda pale Toyota unataka upewe ufunguo wa gari, wanakuambia lipia. Ukienda kwenye duka wanauza toyo, unataka ufunguo wa toyo, wanakuambia pa nini? Lipia. Kwa sababu funguo ndio siri. Sasa ukipewa ufunguo umempa mtu gari. Ukimpa mtu ufunguo umempa gari. Ukimpa mtu ufunguo umempa siri ya kile kitu ambacho anachokifanya. Naye anaenda kufanya kama wewe na anakuwa kama wewe. Kwa hiyo lazima ujitahidi umtumikie Mungu ili Mungu akupe siri. Mwambie Mungu, nipe siri ya biashara. Eneo ambalo ufanye vizuri atakupa, kwa sababu siri ya biashara ni hekima. Siri ya biashara ni hekima. Kwa sababu Mungu alimpa Sulemani hekima, akafanya miujiza, kaishi maisha ambayo ni tofauti. Biblia inasema hakuna mtu atakuwa kama Sulemani. Kwa hiyo lazima Daniel akamwambia Mungu, akamwomba Mungu ampe siri ya uongozi. Mungu akampa akili ili apate ufahamu. Daniel akasema akili ili apate ufahamu. Kumwambia Mungu, nipe siri ya biashara. Acha usiombe Mungu akupe pesa. Omba Mungu akupe siri ya biashara. Nifanye nini ili niweze nikafanye vizuri kwenye biashara? Nifanye siri ya biashara. Utapewa kitu ambacho watu wengine hawana. Lakini leo ukiangalia biashara mtu mwingine ukakopi na kupesi, ni ya muda mfupi. Lakini kitakachotoka kwenye kinywa cha Mungu ni cha muda mrefu. Kwa lazima ujitahidi. Hebu tuangalie Marko 4:11. Bado dakika 7 tumalize, tuingie kwenye kipindi chetu cha pili. Marko 4:11, neno la Mungu linasema nini? Marko 4:11. Neno la Mungu linasema, akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wale walio nje yao watafanywa kwa mifano. Mstari 12 nasema, ili watazame wasione, wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka
na kusamehewa, wasije wakaongoka na kusamehewa. Ina maana kwamba watu wakipewa siri wataokoka na kusamehewa. Sio kila mtu yuko tayari kupewa siri ili aokoke na asamehewe. Kuna watu hawatasamehewa kabisa. Ndivyo maandiko yanasema. Kwa sababu ukishawapa siri wataokoka na kufanya nini? Na kusamehewa. Yaani kuna watu ambao wataki kupewa siri ili wasiokoke na kusamehewa, ili waende motoni moja kwa moja. Aende motoni. Kwa sababu mtu akishapata siri tu anaokoka. Ina maana kwa Mungu swala ni kwamba ili uokoke ni kupata nini? Siri. Ili kusamehewa dhambi ni kupata nini? Siri. Kama hujapata siri, kwa sababu kuna watu wako hospitalini ni wagonjwa. Analetwa mchungaji, anaambiwa aongoze sala toba, anakataa. Unajua kusikia hiyo kitu? Anaambiwa aongoze sala toba, anafanya nini? Anakataa. Yule mtu hajapewa siri ili atakiwa kuokoka wala kusamehewa, inatakiwa aende motoni moja kwa moja. Atakiwa siri. Mtu anaambiwa rudia maneno, afungui kinywa. Afungui kinywa, hataki kabisa kusikiliza hiyo kitu. Hataki. Anakwambia mimi siamini. Kwa sababu mimi wakili wangu alikuwa aamini kama kuna Mungu. Yule wakili akupewa siri. Unaelewa? Ili angelipewa siri, angeliokoka na kufanya nini? Na alipokufa alikuwa na wakili mkubwa wa mawakili wote Tanzania kwenye chama cha mawakili. Yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa mawakili wote Tanzania. Sasa akakataa. Asema yaamini kama kuna Mungu, na akasema nikifa nizikwe kimila, na alizikwa kimila. Kwa sababu akupata nini? Siri. Akipewa siri angeliokoka na angelisamehewa. Alikuwa anasema mimi kama Mungu yupo nikifa anirudishe, nitakuja kufanya kazi yake. Sasa hivi hatujui kwa wapi, kwa sababu akupata siri. Sio kila mtu. Wewe mtu anakiri na ana miaka 75, amefanya miaka 80 na ameishi Ulaya, ni msomi mkubwa, lakini hajapata siri. Angepata siri angeliokoka na kufanya nini? Na kusamehewa. Lakini akupata siri. Sasa Yesu anasema nyie mmejaliwa kupewa siri za ufalme wa Mungu, siri za Mungu. Ili sio kila mtu amejaliwa kupewa siri. Ukiona mtu anaweza kutubu, ameshapata siri ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Pata siri za ufalme wa Mungu. Kwa sababu huyu mtu ana hofu ya Mungu na anaweza kutubu. Akasoma Zaburi ya 51, akasoma Zaburi ya 103 akaingia kwenye toba. Na ukiona mtu anaenda kanisani, anaweza kusoma Biblia, ameshapata siri. Ana hofu. Mtu yote mwenye hofu ya Mungu ameshapata nini? Siri ya ufalme wa Mungu. Lakini kuna mtu hana hofu yote ya swala la Mungu. Yuko tayari kuuza kitu ambacho yeye atumii watu wafe, lakini yeye apate hela. Yuko tayari mtu kutengeneza bomu la nyuklia ili auwe watu. Hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ukiwa na hofu ya Mungu tayari una siri, umeshajua siri ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima ulijue hilo, litakusaidia mbele ya safari. Sio kila mtu ana hofu ya Mungu. Sio kila mtu. Hebu tuangalie kwenye Zaburi ya 44 mstari wa 21. Bado dakika 2 tumshukuru Mungu. Zaburi ya 44 mstari wa 21, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, je, Mungu atalichunguza neno hilo? Maana ndiye azijuae siri za moyo. Je, Mungu atalichunguza neno hilo? Kwa maana ndiye ajuae siri za moyo. Neno lolote ambalo nalo liongea, Mungu analichunguza. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Methali 20:27, Methali 20:27, neno la Mungu linasema, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, upeleleza yote yaliyomo ndani yake. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, upeleleza yote yaliyoko ndani yake. Ina maana jinsi unavyopumua ndivyo jinsi Mungu anajua siri yako. Unawaza nini? Unafikiri nini? Unataka kufanya nini? Ukitaka Mungu asijue unafanya nini, unawaza nini, unataka kufanya nini, acha kupumua. Full stop. Kama unapumua, Mungu anajua kila kitu.
Kwa sababu roho ya Mungu pumzi, alimpulizia Adam pumzi ili ajue siri za wanadamu. Hiyo ndio kitu kikubwa. Mungu alipompulizia Adam pumzi tu ili ajue siri za mwanadamu. Unawaza nini? Unafikiri nini? Unataka kufanya nini? Anajua kabla hujafanya. Anajua kabla hujawaza. Kabla hujawaza hicho kitu Mungu ameshakijua. Kwa lazima unachohitaji ni siri ya jambo lolote lile, ile maisha yabadilike. Sio pesa, sio kazi, sio biashara. Unahitaji siri ya kile kitu. Leo hii ukikutana na mtu yote alifanikiwa, akikwambia siri yake ya mafanikio yake, unakuwa kama yeye. Unakuwa kama yeye. Hiki ni kitu ambacho kimefichwa. Sio kila mtu anatakiwa kukijua. Kwa sababu kuna familia ambazo mzazi mpaka anakaribia kufa na anaeleza watoto wake siri ya mafanikio yake. Anakaribia kufa na anakuja anamwambia mtoto, nilifanyaga hivi na hivi na hivi nikafika hapa nilipofika. Kwa hiyo sasa nataka na wewe ni ufanye hivi na hivi. Au kunakuta ameandika siri ya mafanikio yake, anampa mtoto yule anayempenda kile kitabu, kile daftari. Anaambia ukitaka hii mali isiishe, agano hili hapa, siri hapa. Unaona Wahindi wanaishi kwa na maagano ya imani zao, kwamba kuna mtu mmoja anapewa ile siri ili familia isirudi kwenye maskini. Kama kuna mtu anatakiwa awe taira, sasa hivi mtoto fulani atatoa mtoto wake, baada ya muda fulani huyo akifa mtu fulani atoe mtoto, hivyo hivyo inaenda vizazi na vizazi, ili ile mali kufanya nini? Sisiishe, kutokana na imani zao. Kwa hiyo ni siri ya familia na hawana aibu na siri yao. Kuna kitu ambacho wanakifanya hawana aibu na imani yao. Kwa hiyo lazima ujue kwamba utakapokuwa na aibu na imani yako, haifanye kazi. Haifanye kazi, kwa sababu imani sio aibu. Basi kwa ufahamu, somo letu tulikuwa tunasema nini? The power of secret, nguvu ya siri. Kuna nguvu kubwa sana ndani ya siri ya jambo lolote. Ukipata siri ya jambo lolote ambalo ulikuwa unalihitaji, umeshafanikiwa. Kwa sababu siri ni password, ni keyword, ni TIN number, ni signature, ni ufunguo. Siri ni kitu kinachofungua kitu kingine, kinafungua milango. Siri inafungua milango ya biashara, milango ya kazi, milango ya huduma. Lazima upate siri ya ile eneo ambalo unahitaji kulifahamu. Kwa ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Tuangalie code number ya mafanikio. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na siri za Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, kujifunza siri za Kristo. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo,
kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutupa siri ya Kristo ya kumjua yeye zaidi na zaidi, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Tufundishe siri zako, tuonyeshe siri zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen.